Msikilizaji, hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Ndizi kwa Mlenda. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 2, na kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo Jackson Kifaru alikuwa anakumbuka namna vile ambavyo walifahamiana na Mona Lisa huko Songea miaka mingi iliyopita wakati wanasoma shule. Kumbukumbu zake zimeishia pale ambapo alikuwa anamsaidia Mona Lisa kuvuka mto ili kusudi afike mjini Songea, ambako angechukua basi mpaka Dar es Salaam mara baada ya kumaliza shule ya sekondari. Lakini sasa wakati wanavuka mto, Bwana Jackson aliamua kumsimulia Mona Lisa namna vile ambavyo alishawahi kufanya mapenzi wakati bado mdogo sana. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya 3 siku ya leo. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012, na mtunzi wa simulizi hii anaitwa Edgar Mbogo. Jackson aligundua kwamba kulikuwa na utofauti mkubwa sana huku kijijini Lumecha na mjini Songea, hasa katika swala la ngono, kwa maana kwamba hapakuwa na uangalizi mkubwa wa sheria ama hata katazo juu ya jambo hilo, na kufanya watoto waanze kufanya mapenzi wakiwa bado wadogo sana. Lakini pia umaarufu wake na utofauti wake na wenzake pale shuleni na kijijini pia ulimfanya aanze kupata usumbufu kwa watoto wenzake wa kike ambao walianza kujilengesha kwa kijana wetu, na hiyo ni kutokana na udhaifu wa usimamizi wa sheria za zuio la ngono kwa wanafunzi pamoja na watoto pia. Kwa sababu mida ya jioni mara baada ya kutoka shuleni, ungeona mabinti 2 ama hata 3 wanakuja nyumbani kwa bibi yake na Jackson. Wangecheza pale kwa muda mrefu, wangesaidia kazi ndogo ndogo pia kama vile kuosha vyombo na kuchota maji, na wanapomaliza kazi hizo ndogo ndogo, wasichana hawa ambao huwa hawavai hata nguo za ndani wangeanza kucheza michezo ya ajabu mbele ya Jackson, kama vile kucheza mdako, na huku wamejikalisha ovyo kwa kutanua miguu yao na kuacha vitumbo vyao wazi kabisa. Jackson angetazama pembeni kama vile hajaona kitu. Hata wakati mwingine wangebadilisha mchezo na kuanza kucheza mpira mdogo wa rede ambao wangepandisha vigauni vyao kwa kuvishikilia kwa juu na kuanza kucheza, na huku wakikimbia na kuruka pia wakitanua miguu yao wakiachamisha vitumbo vyao vidogo. Na sio kwamba Jackson Kifaru hakuwa anaona hivyo vitu vyote, na sio kwamba hakuwa anatamani kabisa kuonja vile vitumbua. Alikuwa anatamani sana, lakini sasa hofu ya katazo la jambo hilo kule mjini likamfanya asiweze kabisa kuomba wala kugusa kitumbua cha binti yoyote kati ya hao, japo nao hawakukata tamaa ya kujilengesha kwa Jackson. Jackson anasimulia kwamba mwezi wa 8 wa mwaka 1993, ikiwa sasa amebakiza mwezi mmoja tu kurejea mjini Songea, kwa maana kwamba babake mzazi Mzee Kifaru angekuwa ameshamaliza mafunzo na kurejea Songea pamoja na ndugu zake na mama yake ambao walikuwa wanaishi kwa muda huko Dar es Salaam. Pale shuleni kijijini Lumecha alihamia mwalimu mmoja wa kike ambaye huyu alikuwa ameletwa kwa muda ili kusudi afundishe kwa kujitolea. Na hiyo ilikuwa ni wakati anasubiria kupangiwa chuo baada ya matokeo yake ya kidato cha 6 kutoka, ambayo yalikuwa ni mazuri kwa upande wake. Huyu alikuwa anaitwa Mwalimu Yosta. Mwalimu ambaye sio tu kwamba alikuwa na umbile dogo la kuvutia ambalo lilikuwa linaendana kabisa na umri wake wa miaka 20, lakini pia alikuwa na sura nzuri ya kitoto, alikuwa na sauti nyororo na weupe wa kuvutia pia, na kusema kweli kabisa alipendezwa na kila vazi ambalo alikuwa anavaa. Mwalimu Yosta ambaye wazazi wake walikuwa wanaishi mjini, alikuwa ameletwa hapa kijijini shuleni na serikali ya wilaya, ambayo ilimsaidia katika elimu yake kuanzia kidato cha 1 mpaka kidato cha 6, na huku wazazi wake wenye uwezo wa kati wakichangia fedha kidogo tu, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya ufaulu wake mzuri kabisa wa mtihani wa darasa la 7, mtihani wa kidato cha 4 na hata kidato cha 6 pia. Mwalimu Yosta alipewa nyumba moja kati ya nyumba 4 za walimu ambazo zilikuwa karibia na maeneo ya shule. Kutokana na walimu wengi kwamba walikuwa ni wenyeji wa pale Lumecha, kwa hivyo walikuwa wanaishi katika nyumba zao binafsi, na huku mwalimu mkuu pamoja na mwalimu mwingine mmoja
wao walikuwa wanaishi katika nyumba za shule pamoja na familia zao. Kusema kweli kabisa, mwalimu Yusta alikuwa anavuta macho ya wengi sana, na sio wanafunzi wa kiume pekee. Hata walimu wenzake wa kiume hawakuacha kabisa kumtongoza kila kukicha. Na huku mwalimu mkuu alikuwa anaongoza pia kumtongoza mwalimu Yusta, lakini pia hata wanaume wa huko mtaani hawakuacha kabisa kutupa karata zao. Lakini kwa kigezo cha kwamba wakati ule kwake haukuwa sahihi kuwa na mpenzi, mwalimu Yusta aliwakatalia kabisa wanaume wote. Ungesema kwamba alikuwa hajawahi kabisa kuwa na mpenzi katika maisha yake yote. Lakini ukweli ni kwamba mwalimu Yusta alishawahi kuwa na mpenzi mmoja wakati anasoma kidato cha 5, na alishafanya naye mapenzi mara kadhaa. Kwa hivyo basi, licha ya kuwakatalia wanaume wale wote, lakini alikuwa na mwaka mmoja mzima pamoja na miezi kadhaa alikuwa hajafanya kabisa mapenzi. Hivyo basi, kwa na wakati alikuwa anapata hisia na hamu ya dudu, lakini kutokana na sababu zake binafsi alikuwa anashindwa kabisa kukubali kugawa kitumbua chake kwa watu, angalau akidhi haja zake za kimwili. Moja kati ya sababu ambazo zilimfanya ajizuie kutoa kitumbua chake mwalimu Yusta ni kwamba alikuwa anahofia kupata ujauzito wa mapema ambao labda ungemharibia mipango yake ya kimaisha, ikiwa ni pamoja na kuelekea chuo kuendelea na masomo. Lakini pili, usaliti ambao alikuwa ametendewa na mpenzi wake wa kwanza mwaka mmoja uliopita, ikiwa ndio sababu ya kuachana naye, huku mpenzi wake huyu akimtolea kashfa nyingi mbele za watu, japo kashfa zenyewe hazikuwa ni za kweli. Hilo pia likamfanya awaogope sana wanaume. Na tatu, kwa hapa kijijini wanaume wengi waliokuwa na mtongoza walikuwa ni waume za watu. Kufuata yeye hakutaka kabisa kuharibu ndoa za watu, wala hakutaka kabisa kushiriki mapenzi na mume wa mtu, ukiachilia mbali hofu ya kufumaniwa. Lakini pia alikuwa anaona ilikuwa ni dhambi kubwa sana kwake kutembea na mume wa mtu. Na kama hiyo haitoshi, lakini pia wanaume wote wa pale kijijini alikuwa anawaona kama vile sio hadhi yake, kuanzia wanakijiji huko mtaani mpaka walimu wa pale shuleni pia hawakuonekana kabisa kujijari. Na ndio maana licha ya mwalimu mkuu wa shule ile Alumesha Bwana Njovu, ambaye alikuwa ni mtu mzima wa miaka 40, kumkarimu kwa vitu mbalimbali vizuri, ikiwa ni pamoja na vyakula pamoja na vitu mbalimbali, lakini bado Madam Yusta hakudhubutu kabisa kumkubalia. Jibu lake siku zote lilikuwa ni moja tu, kwamba alikuwa na mchumba na hawezi kabisa kumsaliti. Katika shule hii ya msingi Lumecha ilikuwa ni kama katika shule nyingine tu za vijijini, kama vile shule ya msingi Makambako ama Njombe huko katika upande huu wa kusini mwa Tanzania. Wanafunzi hasa wanaotoka mbali huwa wanapenda kujibebea vyakula wenyewe kwa ajili ya kula muda wa mapumziko. Siku moja sasa, mwalimu Yusta akiwa anafundisha darasa la 6, yani darasa la kina Jackson, sasa kuna mambo yalikuwa yanaendelea kimya kimya bila mwalimu Yusta kujua. Wakati Jackson ambaye sasa alikuwa amepevuka na alikuwa anatamani kula kitumbua, na alikuwa anamtazama mwalimu Yusta jinsi vile ambavyo alikuwa mzuri na kumtamanisha kama angebahatika kumla kitumbua chake, na huku akiwa anavuta picha ya vitumbua vya wale mabinti wanaojianika mbele yake siku zote na kufanya dudu lake lijitutumue na kusimama kwa matamanio. Na kumbe mle darasani kulikuwa na wanafunzi wawili ambao hawa walikuwa wamefungua mfuko wa daftari na kisha kutoa ndizi mbivu, na kisha walianza kuzila kimya kimya, na huku mwalimu Yusta akiwa anaendelea kufundisha pale mbele. Kwa bahati mbaya, mwalimu Yusta alisikia harufu ya ndizi mbivu na kugeuka ghafla akiwatazama wanafunzi mmoja baada ya mwingine. Ni nani anakula ndizi darasani? Alikuwa anauliza bali swali Madam Yusta kwa sauti ya ukali ambayo ilikuwa naigiza. Hakuna mwanafunzi aliyenyosha mkono wala kukubali shitaka. Wote walikuwa kimya tu. Nauliza swali kwamba ni nani anakula ndizi darasani? Bora jitokeze mwenyewe tu, kwa sababu kama nitakukamata mimi basi nitakuchapa fimbo 5. Alikuwa anazidi kuzungumza vile tu mwalimu Yusta ambaye kusema kweli kabisa toka amefika hapa shuleni hajawahi kabisa kumwadhibu mwanafunzi yoyote, na huku bado alikuwa anamtazama mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Lakini hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye alikuwa amenyanyua mkono wake ama hata kujitaja kwamba ni yeye ndiye ambaye alikuwa anakula ndizi ndani ya darasa. Wakati huu wote Jackson Kifaru hakuwa anawaza juu ya kile ambacho mwalimu alikuwa anazungumza. Yeye muda wote alikuwa anamtazama tu, na huku hisia zake za mapenzi zilikuwa zinampeleka kwenye kitumbua cha huyu mwalimu Yusta ambaye alikuwa na uzuri wa kuvutia. Mnajifanya viburi, si ndo manake?
Nasema kwamba bora anayekula ndizi ajitokeze mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale mwalimu Yusta, ambaye sasa macho yake yakatua usoni kwa Jackson na kufanya macho yao yakutane, kitendo ambacho kilimfanya Jackson, ambaye dudu lake bado lilikuwa limetutumka ndani ya kaptura ya shule, atazame chini kwa aibu, hasa ukizingatia kwamba muda mfupi uliopita alikuwa anawaza kuhusu kitumbua cha huyu mwalimu wake. Mwalimu Yusta alitabasamu na huku alikuwa anaanza kutembea kulifuata dawati ambalo Jackson alikuwa amekaa, ambaye alikuwa anakaa dawati la 3 pembeni kabisa katika upande wa kulia mwa darasa. Ile Jackson anainua uso wake. Tayari mwalimu Yusta alikuwa ameshafika mbele ya dawati lake. Simama juu sasa. Na nilikuambia toka mapema kabisa kwamba nitakupata tu. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Yusta, na huku alikuwa anamshika mkono wa Jackson na kumuinua kutokea kwenye dawati ambalo alikuwa amekalia, na huku alikuwa anafanya Jackson aache mdomo wazi kwa mshangao. Haya, sasa toa ndizi ambazo ulikuwa nakula chap chap. Alikuwa anazungumza baada mwalimu Yusta, na huku alikuwa anachukua mkoba wa Jackson na kuanza kukagua. Mwalimu, mbona sasa mimi sina ndizi zozote zile? Alikuwa anazungumza baada Jackson, na huku alikuwa anamtazama huyu mwalimu ambaye alikuwa anazidi kumvutia na kufanya dudu yake izidi kusimama kwa matamanio. Mwalimu Yusta anamaliza kupekua mkoba wa Jackson bila kuambulia kitu. Anamtazama Jackson ambaye ana uhakika kwa 100% kwamba ndiye ambaye alikuwa nakula ndizi darasani, kwa sababu alimuona namna vile ambavyo alikuwa anakwepesha macho yake kwa aibu. Umeficha wapi ndizi? Alikuwa anauliza vile swali mwalimu kwa sauti yake iliyokuwa na hasira bandia, na huku alikuwa anamtazama Jackson usoni. Macho yao yanakutana. Jackson anashikwa na aibu ya wazi kabisa. Anaachia tabasamu ambalo lilikuwa limejawa na aibu. Ni kweli kabisa mwalimu, mimi hakuna ndizi yoyote ninayokula hapa. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anakwepesha macho yake kwa kutazama chini. Mwalimu Yusta ile anakunja uso kwa hasira, anajikuta alikuwa anaachia tabasamu, na huku alikuwa anashusha macho yake kwenye kaptura ya shule ya Jackson, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba lazima atakuwa ameweka kwenye mfuko wa kaptura. Unajifanya mjanja, si ndo manake? Nitakuwa na asatu. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Yusta, na huku macho yake alikuwa anatua kwenye sehemu ya mbele ya kaptura ya Jackson, ambapo sasa anaona kitu ambacho kilikuwa kimetua na mfano wa ndizi kikitoka usawa wa mfuko wa kulia wa Jackson na kupandisha katika usawa wa mapaja. Kweli kabisa mwalimu, mimi sijala kabisa. Si nilikwambia kwamba nitakunasa tu? Sasa hiki ni kitu gani? Alikuwa anazungumza vile mwalimu Yusta, na huku alikuwa anapeleka mkono wake kwenye kaptura ya Jackson kabla hata Jackson hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze. Alikuwa anazungumza hivyo, na huku alikuwa anashika ile ndizi ambayo alikuwa ameiona imetuna, ambayo japo ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini ilikuwa inaonekana kwamba ilikuwa imeiva. Hapa na mwalimu. Alikuwa anajaribu kuzungumza vile Jackson, na huku alikuwa anamzuia mwalimu asimshike ile sehemu. Lakini sasa hiyo haikusaidia kitu, kwa sababu mwalimu Yusta akiwa na uhakika kwamba Jackson alikuwa ameficha ndizi kwenye kaptura yake, akaishika kaptura kwenye sehemu ya mkanda na kisha akapenyeza mkono ndani ya kaptura ya shule ya Jackson, na mkono ukazama kabisa ndani. Moja kwa moja mkono wa mwalimu Yusta ulikwenda kushika kitu ambacho mwanzo alikuwa anahisi kwamba ilikuwa ni ndizi, na huko kiganja pamoja na vidole vyake vilikuwa vinakumbatia ile ndizi ambayo kwa mikono yake alikuwa anahisi kwamba ndizi ilikuwa na kichwa pamoja na kengere. Hata sijui ni kwa sababu alikosa dudu kwa muda mrefu Madam Yusta huyu, ama ilikuwa namna gani, kwa sababu kusema kweli kabisa msisimko ambao alikuwa ameupata katika mwili wake mwalimu Yusta ulikuwa ni mkubwa sana, kiasi kwamba akajikuta alikuwa ananyanyua uso wake na kumtazama Jackson ambaye alikuwa anatazama tu pembeni kwa aibu ya kushikwa dudu. Alafu ni kubwa kabisa yani. Alikuwa anazungumza baada mwalimu Yusta kwa sauti ya kunong'ona kabla hajatua mkono wake taratibu kwenye mfuko wa Jackson. Na kumbe wakati huu wote wasichana ambao walikuwa wanamwonea huruma Jackson kwa kuona anapata adhabu ya kosa ambalo sio la kwake, walikuwa wameshafika hatua ya mwisho kabisa ya uvumilivu. Kwa sasa ilibidi wazungumze kwamba aliyekuwa nakula ndizi sio Jackson.
Mwalimu waliokuwa wanakula ndizi ni hawa hapa wakina Idi na sio Jackson. Ilimchomoka sauti mmoja kati ya wasichana ambao walikuwa nakaa kwenye madawati ya nyuma kabisa karibia na mwisho. Mwalimu Yosta anashusha pumzi ndefu na kisha kuzungumza. Jackson, nikukote hapo nje mara moja. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Yosta na huku alikuwa anaelekea mbele ya darasa. Jackson ni kweli kabisa anatoka pale kwenye dawati na kuelekea nje ya darasa, huku wenzake walikuwa wanamsindikiza kwa macho. Idi pamoja na wenzako, piteni mbele mara moja, na mkiwa na hayo maganda yenu ya ndizi kabisa mikononi. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Yosta ambaye alionekana wazi kabisa kama vile wakati ule hakuwa sawa, lakini hakuna mwanafunzi ambaye alikuwa anaelewa chochote ambacho Mwalimu Yosta alikuwa anajisikia. Ni kweli kabisa Idi pamoja na mwenzake waliinuka na kisha kuelekea mbele ya darasa, na huku alikuwa amebeba maganda mawili ya ndizi, na huku wanafunzi wengine walikuwa naamini kabisa kwamba leo itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Madam Yosta kuwachapa wanafunzi, kwa sababu toka amefika hapa alikuwa hajawahi kabisa kuwachapa. Lakini sasa leo ilikuwa ni tofauti kidogo mara baada ya wanafunzi hawa kufika mbele ya darasa. Mnaona sasa nyie wawili mmefanya mpaka nimemsema mwenzenu, wakati yeye hana makosa kabisa. Wenye makosa ni nyie. Msirudie tena, sawa? Nendeni mkatupe maganda na kisha mrejea darasani. Alikuwa anazungumza baada Madam Yosta na wakina Idi wakatoka nje ya darasa kwa ajili ya kwenda kutupa maganda ya ndizi. Kusema ukweli kabisa, Madam Yosta hakuweza tena kuendelea kukaa pale darasani na kuendelea kufundisha. Kwa alichukua kila kitu kilicho chake na kutoka nje ya darasa, ambako alimkuta kijana wetu Jackson alikuwa amesimama tu anamngoja yeye. Aya, twende huku. Alikuwa anazungumza baada Madam Yosta na huku alikuwa anaongoza njia kuelekea upande wa darasa la 7 ambalo liko mwishoni kabisa mwa safu ya majengo ya shule, huku Jackson alikuwa anamfuata nyuma. Kama ilivyo kawaida yake, hakuacha kuthamanisha makalio ya Mwalimu Yosta na kufanya dudu iendelee kujitutumua kwa matamanio zaidi. Madam Yosta pamoja na Jackson wanatembea mpaka mwisho kabisa wa madarasa, wanachana na jengo la shule, wanakwenda kusimama chini ya mti mkubwa wa mwembe uliopo mita kama 20 kutoka lilipo jengo la mwisho kabisa la madarasa. Mwalimu Yosta anatazama katika eneo la mbele la kaptura ya Jackson na kujionea wazi kabisa jinsi dudu yake ilivyokuwa imetuna. Jackson, inamaanisha kwamba muda wote ndio unakuwa kama hivyo au? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yosta kwa sauti ya upole, na huku alikuwa anamtazama huyu mwanafunzi wake. Hapana mwalimu, sio kila wakati. Alikuwa anajibu pale Jackson ambaye alikuwa anatazama chini tu kwa aibu. Nikuulize kitu Jackson. Ulijisikiaje pale ambapo nilishika ndizi yako? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yosta na huku alikuwa anajichekesha kidogo. Jackson naye anashindwa kabisa kujibu, anaishia kucheka kidogo tu. Sasa Jackson, tukubaliane kitu basi, na kama ukiweza basi nitakupatia zawadi. Alikuwa anazungumza pale Madam Yosta, na hapo sasa Jackson anahisi mapigo yake ya moyo yalikuwa yanamwenda mbio. Jackson anakubali kwa kichwa kwamba alikuwa tayari kwa ajili ya makubaliano. Na sio naweza kutunza siri? Ndio madam, naweza kutunza siri. Sawa. Sasa basi usimwambie mtu yoyote kilichotokea, sawa? Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Yosta na Jackson anakubali kwa kichwa. Unajua wewe ni mkubwa sana Jackson, na itakuwa ni aibu kubwa sana kwako kama watu wakijua, sawa? Alikuwa anazungumza pale tena Mwalimu Yosta akatulia kwa sekunde chache na kisha kuzungumza tena. Kama utaweza kutunza siri basi utakuwa rafiki yangu na nitakuwa nakupatia kitu kitamu, sawa? Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Madam Yosta. Sawa mwalimu, mimi sintomwambia mtu yoyote ule. Alikuwa anazungumza pale Jackson ambaye hakujua kabisa kama ule kwake walikuwa ni mtihani wa kumpima imani na usiri wake, ili makubwa zaidi yafuatie baadaye, makubwa ambayo yalipelekea kuchukia asali na nyuki wenyewe pia. Sawa, basi naenda darasani.
Alikuwa anazungumza pale mwalimu Yusta, na hapo sasa Jackson akatimua mbio kurejea kule darasani. Alikuwa anamwacha mwalimu Yusta, alikuwa anamsindikiza tu kwa macho, na huku alikuwa anaacha tabasamu mwenyewe. Mimi naenda kiherehere changu jamani, mpaka nimeshika dudu ya mtoto wa watu. Alikuwa anajisemea vile tu Yusta, ambaye sasa anaanza kutembea taratibu kuelekea ofisini. Lakini sasa mbona kama ni kubwa sana jamani? Yaani nimeishika kabisa, imekaa kwenye mkono wangu na imejaa. Alikuwa anazidi kuwaza vile tu Madam Yusta ambaye anaendelea kutembea, na huku mbele yake alikuwa anamuona mwalimu Njovu akiwa amesimama nje ya ofisi yake, ambayo ilikuwa katika jengo la pili, ambalo hilo lilikuwa limeambatana na madarasa mawili, yani darasa la 4 kulia na darasa la 5 kushoto. Wacha kwanza niwahi kabla hajaniona, anajisemea vile tu mwalimu Yusta, na huku alikuwa anaongeza mwendo. Lakini hiyo haikusaidia kitu, kwa sababu wakati anaukaribia mlango wa ofisi ya walimu, tayari mwalimu Njovu ambaye ni wazi alikuwa ameshamuona, alinyosha mkono wake akiwa anamonyesha ishara ya kumuita. Hili nalo hata sijui likoje jamani. Usikute hapa linaniita ili kusudi lianze kunitongoza tena, wakati mimi nimeshalikatalia mara nyingi tu. Alikuwa anajisemea vile tu mwalimu Yusta kwa mnong'ono wa manong'oniko, na huku alikuwa anaongoza upande wa ofisi ya mwalimu mkuu. Mwalimu Yusta anafika pale ambapo mwalimu Njovu ambaye ni mwalimu mkuu alikuwepo, na kisha anamsalimia kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa nidhamu ya hali ya juu kabisa, na huku alikuwa anapiga nusu goti. Hujambo mwalimu, vipi, mbona umewahi sana kutoka darasani leo? Hata kengere bado? Alikuwa anauliza vile swali mwalimu mkuu kwa sauti fulani hivi ya kuonyesha kujali, na huku alikuwa anamtazama msichana huyo mrembo kuliko walimu wote pale shuleni. Mwalimu Yusta akiwa anajua vyema kabisa sababu iliyomtoa darasani mapema, akili yake inarejea kwenye kile ambacho alikuwa ameshika kwenye kaptura ya Jackson. Anajikuta alikuwa na tabasamu ambalo linamchanganya kabisa mwalimu Njovu. Nimeshamaliza somo tayari mwalimu, nikaamua niwaache wajisomee kwa muda huu uliosalia. Alikuwa anazungumza baada mwalimu Yusta ambaye alishahisi kinachofuata kilikuwa na kitu gani, kutokana na uzungumzaji wa mwalimu Njovu vile ambavyo alikuwa anazungumza. Basi sawa, wacha kwanza tuache hayo na tuzungumzie mambo ya msingi. Alikuwa anazungumza pale mwalimu mkuu, na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia. Ni wazi kabisa alikuwa anatazama kama kulikuwa na mtu mwingine karibu anaweza kuwasikia ama vipi. Sawa na kusikiliza mwalimu. Alikuwa anazungumza pale Yusta, na huku alikuwa anamtazama mwalimu mkuu Njovu ambaye alimtazama mwalimu huyu wa kike, na huku alikuwa anajitabasamulisha na kumfanya mwalimu Yusta atazame chini kwa aibu. Sasa weekend hii nitaelekea mjini. Kuanzia Ijumaa, Jumamosi, nitarejea Jumapili jioni. Unaonaje kama tukielekea wote na tukafikia hotelini? Na gharama zote na kila kitu zitakuwa juu yangu mimi. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Njovu kwa sauti ya chini iliyokuwa na kubembeleza, na huku alikuwa anamtazama Madam Yusta ambaye alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Sasa mwalimu, mimi huko mjini na kwenda kufanya kitu gani? Bwana Yusta, kwani inamaanisha kwamba hujui kabisa ni kitu gani ambacho mimi nataka kutokea kwako? Usiniangushe bwana, basi wa mara moja tu basi, na sintokusumbua tena baada ya hapo, sawa? Alikuwa anazungumza pale mwalimu mkuu kwa sauti ile ile ya kubembeleza. Hapo sasa Yusta ambaye alikuwa anaandika herufi O ama namba 0 kwa kutumia mguu wake wa kushoto chini, akatulia kwa sekunde chache, na huku alikuwa anawaza jibu zuri la kumpatia mwalimu wake mkuu. Vipi lakini sitakuwa vizuri Utakula kila kitu ambacho utakuwa unahitaji, na utanunua matumizi yote muhimu ambayo utakuwa unahitaji pia. Sio, najua tena huku kijijini baadhi ya vitu ni vigumu sana kuvipata Kwa hivyo basi kama tukielekea mjini, basi utanunua kila kitu ambacho utakuwa unatamani kununua. Alikuwa anazidi kuzungumza baada mwalimu mkuu akiwa anambembeleza mwalimu Yusta na kumshawishi akubali. Hapana mwalimu, mimi siwezi kabisa. Kwa sababu ni lazima mchumba wangu ataniona kule mjini.
alafu atagundua kwamba mimi namsaliti. Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta. Hapo sasa Mwalimu Njovu akashika kiuno chake kwa mchoko. Hivi Yusta, ni kweli kabisa wanataka kuniambia kwamba huyu mwanaume wako ana bahati gani ya kukufaidi peke yako namna kama hii? Alikuwa anauliza vile swali Mwalimu Njovu kama vile alikuwa ameanza kuchukia hivi. Samahani mwalimu, nilikuwa naomba niende, kwa sababu kama wakituona wanafunzi tumesimama hapa kwa muda mrefu wataanza kutuhisi vibaya. Alikuwa anazungumza vile Yusta ambaye bado alikuwa ametazama chini tu. Mwalimu mkuu hakuna chochote ambacho alijibu. Zaidi yeye ndiye ambaye alianza kuondoka na kuingia ofisini kwake, na Yusta ndio alipata nafasi ya kuondoka zake kuelekea kwenye ofisi ya walimu mchanganyiko. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, usiku wa siku ile ulikuwa ni usiku mgumu sana kwa watu hawa wote wawili, yaani Mwalimu Yusta pamoja na Jackson Kifaru, ambao kila mtu alikuwa anawaza jambo lake juu ya tukio ambalo lilikuwa limetokea mchana wake darasani. Wakati Jackson akiwa anawaza jinsi mkono wa Mwalimu Yusta ulivyoshika dudu yake, ikiwa ndio mara yake ya kwanza kabisa kushikwa na mwanamke sehemu yake yonyeti, huku upande wa pili Madam Yusta naye alikuwa anawaza juu ya maumbile ya mtoto yule wa darasa la 6, maumbile ambayo aliyashika na yakashikika kabisa mkononi. Utazane kwamba ni kijana wa miaka 20 ama hata 21, 22, ambao ndio ulikuwa na umri wake yeye. Yaani kwa ufupi ni kwamba alikuwa anaufananisha mhogo wa mwanaume wake ambaye alishawahi kuingiza dudu kwenye kitumbua chake na mhogo wa Jackson vile ambavyo alikuwa ameushika. Yusta tokea mchana alikuwa anawaza juu ya sehemu nyeti ya Jackson Kifaru, ambaye sio tu kujaliwa muonekano mzuri, lakini pia alikuwa ni mwenye kujiweka vizuri katika usafi wa mavazi pamoja na mwili, na alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa tofauti na wanafunzi wengi wenzake. Kama kangekuwa kakubwa basi ningekapatia hata kidogo. Sijui sasa kataweza kutunza siri. Alikuwa anawaza vile tu madam huyu wa mchongo ambaye ameshawakataa wanaume wote hapa kijijini Lomecha. Na kusema kweli kabisa hata sijui itakuwaje kama akiwaambia wenzake kwamba niliingiza mkono wangu kwenye kaptura yake na kuishika dudu yake. Sintaonekana kwamba ni mwalimu wa ajabu mimi jamani. Alikuwa anawaza vile tu Yusta ambaye alikuwa amejilaza tu kitandani kwake pale nyumbani kwake, lakini sasa akajisemea kwamba sio mbaya, kwa sababu hata huko kijijini alikuwa amekuja kufundisha kwa muda mchache tu. Siku ya pili ilikuwa ni siku ya Jumatano. Madam Yusta alijaribu kufuatilia wanafunzi pale shuleni kuona kama walikuwa wamegundua ama kusikia chochote juu ya tukio la kushika dudu ya Jackson jana. Lakini sasa haoni chochote kama kuna wanafunzi walikuwa wamegundua tukio hilo. Hata wanafunzi hawakuwa wanamshangaa kabisa. Zaidi ni ule utazamaji wa siku zote toka amekuja mara ya kwanza kabisa. Lakini hali ile inakuwa tofauti pale ambapo anakutana na Jackson, kwa sababu akimtazama usoni ama hata kumsemesha, Jackson alikuwa anakombesha macho yake, kitu ambacho kinamfanya Yusta kukumbuka kwamba Jackson alianza kumwonea aibu hata kabla hajaigusa dudu yake siku ya jana. Na usikuti akakatoto kalinidindishia mimi. Maana huwa haiwezekani kabisa mtu kudindisha tu bila kuwa na sababu. Alikuwa anawaza vile Yusta, na huku alikuwa anayapatia kipaumbele mashaka yake. Wacha kwanza nifanye uchunguzi wangu. Lazima tu nitagundua jambo. Alikuwa anajisemea vile Yusta, na ni kweli kabisa alianza uchunguzi wake ambao ulihusisha mambo mawili. Moja ilikuwa ni kuangalia kama dudu ya Jackson ilikuwa nasimama mara kwa mara tena bila kuwa na sababu. Lakini pili ni kubaini kama mtoto huyu alikuwa ameanza kushiriki ngono na watoto wenzake ama bado alikuwa hajawahi kabisa kufanya mapenzi. Lakini sasa zilipita siku 2 na zaidi, huku Yusta alikuwa anajikuta alikuwa anawaza kuhusu dudu ya Jackson muda wote, kiasi cha kuanza kuitamani sasa. Jackson naye hakuacha kabisa kukumbuka jinsi vile ambavyo alishikwa dudu na Mwalimu Yusta, kiasi cha kutamani kuonja kitumbua hacha cha wale wasichana wanaokujaga kucheza kwao. Mpaka inafika siku ya Ijumaa, mambo yalikuwa baridi kabisa, kwa sababu ukiachilia mbali kuhusu siri ya tukio la kushika dudu ya mwanafunzi ambayo hakuisikia popote watu wakiwa wanazungumzia wala kufafanuliwa kwa wanafunzi walioshuhudia ukaguzi wa ndizi,
Lakini pia Madam Yusta hakuwa ameweza kabisa kumuona wala kusikia kwamba Jackson alikuwa anashiriki ngono na wasichana wengine wa rika lake, ama hata kusikia kwamba alishawahi kushiriki na mmoja wao. Swali likabakia kwake kwamba ni kwa nini Jackson alisimamisha chuluchuli yake mbele yake namna kama ile. Kwa sababu pia Mwalimu Yusta aligundua pia kwamba sio kwamba Jackson alikuwa anasimamisha dudu yake muda wote, lakini ilikuwa ni siku ile tu kwamba ndio ilikuwa imesimama, kama ambavyo alikuwa amesema Jackson mwenyewe. Kovu hapa inamaanisha kwamba siku ile kuna kitu ambacho ndio kilimdindisha. Lakini wacha nichajua tu, cha msingi anatunza siri basi. Alikuwa anazungumza bila Madam Yusta ambaye alikuwa amepania kukijua kitu ambacho kilikuwa kimesimamisha dudu ya kijana huyu. Hakujua kabisa kama alikuwa anatengeneza hatari. Ijumaa ya siku ya leo ilikuwa ni siku ambayo Mwalimu Njovu alikuwa ameshaenda mjini tayari, na alikuwa na mpango wa kulala huko kwa siku hizi mbili zote, yani Ijumaa na Jumamosi, siku ambayo wanafunzi walitawanyishwa shuleni saa 9 za alasiri. Jackson akiwa pamoja na wenzake wanatoka shuleni. Kabla hata hawajamaliza kutoka mazingira ya shule, Jackson akastuliwa na mwenzake mmoja kati ya wale ambao walikuwa wameongozana nao. Jackson unaitwa na Mwalimu Yusta. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanafunzi mwenzake, na watu waligeuka katika upande wa nyumba ambayo alikuwa anaishi Madam Yusta. Hapo sasa wanamwona Mwalimu Yusta alikuwa amesimama nje ya nyumba ambayo alikuwa anaishi, na alikuwa amevalia gauni lake zuri kabisa ambalo alikuwa amevaa siku ya leo hapa shuleni. Hata macho yao yalipokutana pia, Mwalimu Yusta alionyesha kwamba alikuwa anamuita. Mara moja Jackson, kama ambavyo walivyo wanafunzi wengine wenye nidhamu, akatoka mbio kuelekea kule ambako Mwalimu Yusta alikuwa anamuita, ambaye alikuwa amesimama na huku alikuwa anamtazama mtoto Jackson. Wakati huo alikuwa ni mwenye umri wa miaka kama 14 tu. Shikamoo mwalimu. Alikuwa na salimia vile Jackson ambaye alitumia sekunde chache kumfikia Mwalimu Yusta pale nyumbani kwake. Marhaba Jackson. Mwenzako napenda sana vile ambavyo unakimbia. Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta, na huku alikuwa anaachia kicheko cha utani, na hiyo ilimfanya Jackson atazame chini kwa aibu, na huku alikuwa anaachia tabasamu lenye uzani mkubwa wa aibu. Aibu ya Jackson inamshangaza sana Madam Yusta, lakini anashindwa kabisa kumuuliza kwa sababu hakuwa na uhakika wa mambo mawili, ikiwa ni kama ataweza kweli kumjibu ama akimjibu atalipokea vipi jibu. Ukweli ni kwamba Madam Yusta hakujua kabisa sababu ya mtoto huyu kumwonea aibu kiasi kama kile siku zote. Hata kutazamana alikuwa hawezi kabisa Jackson. Jackson, hivi unaishi na nani? Na wazazi wako pia wako wapi? Alikuwa anauliza vile swali Madam Yusta ambaye anainua mkono wake wa kulia na kulaza kiganja chake kwenye bega la Jackson ambaye alikuwa anakaribiana naye kabisa kwa kimo. Kwa sasa mimi nakaa kwa bibi. Baba na mama wameelekea Dar es Salaam mara moja. Wanarejea mwezi ujao. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anainamisha kichwa chini kwa aibu. Na hapo kwa bibi unaishi na nani mwingine? Alikuwa anauliza vile tena swali Madam Yusta. Kwa bibi naishi na wakina shangazi pamoja na baba mdogo Peter. Alikuwa anajibu vile Jackson ambaye mpaka sasa hakujua kabisa Madam Yusta ni kitu gani ambacho alikuwa anahitaji, mpaka anamuuliza maswali yote kama yale. Jackson, unaonaje kama utakuja kukaa hapa kwangu? Alikuwa anauliza vile swali Mwalimu Yusta, na safari hii ilikuwa ni kwa sauti ya chini kidogo ambayo ilikuwa nasikika kwa usikivu na ushawishi pia. Jackson ambaye ni kama vile hakuwa naamini kile ambacho alikuwa amesikia kutokea kwa mwalimu wake, anaitikia tu kwa kichwa kukubali wazo la mwalimu wake, japo alikuwa hajawahi kabisa kuwaza ama hata kufikiria kuhusu kula kitumbua cha mwalimu wake huyu. Haya, basi nenda nyumbani. Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta, ambapo Jackson hakusubiria mara mbili. Pale pale aligeuka na kisha kuanza kutoka mbio. Alikuwa anajaribu kuwahi wenzake ambao tayari walikuwa wameshatoweka kwenye upeo wa macho yake. Mwalimu Yusta anamsindikiza kwa macho Jackson mpaka anapotoweka kabisa mbele ya macho yake. Anabaki anajisemea tu Mwalimu Yusta. Mtoto ana mambo huyu jamani.
Alikuwa anazungumza pale tu mwenyewe, na huku alikuwa anageuka na kuingia ndani ya nyumba yake, na alikuwa anatabasamu tu muda wote. Mambo yalipamba moto jioni ya siku hii ya Ijumaa, kwa sababu mida kama ya saa 12 Jackson akiwa anarejea nyumbani kutokea kwenye mazoezi ya mpira wa miguu, na huku alikuwa ameshavuka kiasi. Wakati anakaribia nyumbani kwa bibi yake ambako alikuwa anaishi, anamwona Mwalimu Yusta alikuwa amekaa kwenye mkeka na shangazi yake hapa nyumbani, ambao alikuwa amemzidi umri kidogo. Mwalimu Yusta alikuwa pamoja na bibi yake, ambaye ndio alikuwa ni mtu wa kwanza kumwona Jackson alikuwa anarejea kutokea kwenye mazoezi. Bibi anawaeleza kitu kwamba Jackson alikuwa anarejea, na wote wanageuka na kisha kumtazama Jackson, ambaye wakati huo ni kama vile alikuwa ameingiwa na mchecheto. Alikuwa anajiuliza na kitu gani ambacho kilikuwa kinazungumzwa pale nyumbani, kwamba Mwalimu Yusta alikuwa amekuja kumchukua ili kusudi akaishi kwake kama ambavyo alikuwa amezungumza mchana wa leo. Majibu ya maswali ya Jackson yanajibiwa mara baada ya kufika pale nyumbani, ambapo aliambiwa kwamba aoge mara moja na kisha aondoke na Mwalimu Yusta, ambaye alikuwa amekuja kwa ajili ya kumchukua akakae kwake weekend hii ili kusudi amfundishe tuition. Jackson sasa ni kama mtu ambaye alikuwa ameshajua ni kwa nini mwalimu wake alikuwa anamuita nyumbani kwake. Ilikuwa ni kwenda kumsaidia masomo ya ziada maarufu kama tuition, ambayo kule mjini alikuwa analazimika kulipia 200 ama hata 300 kwa mwezi, kiasi ambacho ndicho walikuwa nalipa kwa huu mwaka 1993. Majira ya saa 1:15 ndio muda ambao Mwalimu Yusta pamoja na mtoto Jackson Kifaru walifika nyumbani kwa Mwalimu Yusta, pale katika makazi ya nyumba za walimu, ambayo yalikuwa na nyumba 4 tu. Moja ilikuwa nakaliwa na mwalimu mkuu na familia yake. Nyumba ya pili ilikuwa nakaliwa na mwalimu mwingine wa kiume pamoja na familia yake pia, na nyumba ya tatu haikuwa na mtu. Inayofuata sasa ndio alikuwa naishi Madam Yusta. Jioni ilikuwa ni nzuri sana kwa Jackson, ambaye alipokelewa vizuri kabisa kwa chakula cha usiku, ambacho ndio chakula anachokipenda: wali na samaki, chai pembeni pia, na huku alikuwa anapewa maneno mazuri ya kumwondoa hofu kwamba ajisikie yuko nyumbani kabisa. Na wala usiwe na wasiwasi kabisa Jackson. Mara kwa mara Mwalimu Yusta alikuwa anamwambia hivyo Jackson, wakiwa wamekaa kwenye mkeka pale sebuleni, kwa sababu hapakuwa na kitu wala story. So unajua tena huyu mwalimu hakuwa na muda mrefu hapa kazini, na tena alikuwa ni mwalimu wa kujitolea tu, na alikuwa analipwa pesa ndogo tu ya kujikimu basi. Walipomaliza kula sasa, Mwalimu Yusta anaanza kumfundisha Jackson somo ambalo alikuwa amelichagua, ambalo ni somo la hisabati, somo ambalo alianza kuliona gumu toka darasa la 5. Ufundishwaji tu wa mwalimu huu ulikuwa ni wa namna yake, kwa sababu ulikuwa umesongwa na hisia binafsi za kila mmoja wao. Wakati mwanafunzi anapoteza hali ya usikivu kwa kumtazama mwalimu wake muda wote katika maeneo ya kifuani, ambayo yalikuwa yamebeba maziwa mazuri kabisa yaliyotuna kwa ukubwa wa embe dodo, na chuchu zilizochongoka vizuri kabisa na kuonekana vizuri juu ya shumizi nyepesi ya Mwalimu Yusta, kitendo ambacho kilisababisha apatwe na hisia za kutamani kitumbua. Na tena safari hii alikuwa anamtamani mwalimu wake mwenyewe, na sio wale wasichana kama ambavyo ilikuwa siku za nyuma. Jackson anahamisha macho yake na kuyapeleka usoni kwa Mwalimu Yusta, ambaye pia alikuwa amejaliwa uso mzuri, ulikuwa na macho na midomo mizuri sana. Kwa sisi wakubwa tungeweza kusema kwamba inafaa kulambwa. Hata sijui midomo unailamba vipi. Ni kama vile Mwalimu Yusta naye alikuwa nahisi kwamba usikivu wa Jackson, ambaye alikuwa amevalia bukta nyepesi ambayo hutumia kwa kulalia, ulikuwa ni mdogo. Jackson, hivi unanisikiliza kweli? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yusta, na huku alikuwa anamtazama usoni mwanafunzi wake. Jackson anashtuka na kisha kutazama chini kwa aibu. Alikuwa anakwepesha macho yake, kitendo ambacho kinamshangaza kidogo Mwalimu Yusta, ambaye alikuwa anatamani kujua na kitu gani ambacho kinamfanya Jackson amwone aibu kiasi kama kile. Jackson, ni kwa nini unanionea aibu? Alikuwa anauliza pale swali Madam Yusta, na huku alikuwa anashusha macho chini kwa lengo la kutazama uso wa Jackson. Lakini sasa haraka anakumbuka kuangalia bukta ya mwanafunzi wake ili kusudi kuona kama atakuwa katika hali kama ile ya siku ile darasani ama namna gani. Alichokutana nacho Madam Yusta akajikuta alikuwa anashikwa na kikohozi cha ghafla. Yaani kwa ufupi ni kwamba ni kama vile alikuwa amepaliwa na mate. Aliinuka na huku alikuwa anakoa. Akaingia chumbani kwake akimwacha Jackson alikuwa anashangaa, asijue kabisa afanye kitu gani.
na ukichukulia ni kwamba hakujua kabisa kilichomfanya madamu wake apaliwe kama vile kilikuwa ni kitu gani. Zinapita dakika kama 3 mpaka 5 hivi. Ndani ya nyumba kulikuwa kimya tu. Jackson alikuwa sebuleni mkekani, alikuwa anamsubiria tu mwalimu wake. Mwalimu mwenyewe alikuwa yuko chumbani, hajui kabisa afanye kitu gani. Jackson. Ilikuwa ni sauti tamu kabisa ya kike ya Madam Eustace ambayo ilikuwa nasikika kwa usikivu wa mnong'ono ikiita kutokea kwenye mlango wa kuingilia chumbani, mlango ambao Jackson alikuwa ameupatia mgongo. Jackson anaitika na huku alikuwa anageuza shingo yake na kutazama nyuma, yani kule ambako kulikuwa na mlango ambao Mwalimu Eustace alikuwa ameingia wakati alipopaliwa na mate. Hapo sasa macho ya Jackson yanaweza kumwona Mwalimu Eustace alikuwa amesimama kwenye mlango akionekana nusu, yani nusu ya juu ndio alikuwa anaonekana, na kiwiliwili kilikuwa ndani ya mlango. Kifuani alikuwa amejifunga upande wa kanga tena nyembesi kabisa. Jackson hakuhitaji kabisa mkalimani kujua kwamba mwalimu huyu ndani hakuwa amevaa chochote kuhifadhi maziwa yake, kwa sababu hata chuchu zilikuwa zinaonekana namna vile ambavyo zimechongoka juu ya kanga. Hali hii ilikuwa inazidisha mtafaruku kwenye dudu ya Jackson ambayo inajitutumua na kuzidi kusimama zaidi, na huko matamanio ya kitumbua yakizidi kumjaa kiasi cha kujilaumu kuchelewa kuzaliwa. Njoo tulale sasa Jack. Tutasoma zaidi kesho. Kwa sasa muda umekwenda sana, imeshakuwa usiku. Alikuwa anazungumza na Madam Eustace kwa sauti ile ile ya kunong'ona, na huku alikuwa amesimama pale pale mlangoni. Bila kuzungumza chochote wala bila kuchukua tahadhari yoyote juu ya dudu yake ambayo ilikuwa imesimama kwa fujo, Jackson anainuka kutokea kwenye mkeka ambao alikuwa amekalia na kisha kusogelea pale mlangoni, mlango ambao alikuwa amesimama Mwalimu Eustace ambaye alikuwa anamtazama tu Jackson kwenye bukta yake na kujionea vile ambavyo dudu ilikuwa imesimama. Madam Eustace anamsindikiza Jackson kwa macho mpaka anapofikia mlango na kusimama, akiwa anasubiria mwalimu ampishe ili kusudi aingie. Mwalimu Eustace anashusha pumzi ndefu ya kuelemewa. Jackson, jamani, una vituko wewe. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Eustace na huku alikuwa anatoka chumbani mzima mzima. Sasa mtoto Jackson mwenye umri wa miaka 14 anaweza kumwona madamu wake vyema kabisa, na kijivazi cha kanga ambacho alikuwa amevaa, ambacho kilikuwa kimeishia juu ya mapaja, kikiacha sehemu kubwa kabisa ya chini ya mapaja kwa wazi. Jackson anamsindikiza Mwalimu Eustace kwa macho, akishuhudia jinsi vile ambavyo makalio yake madogo mwalimu huyu yalikuwa yanatikisika wakati ambao alikuwa anatembea, na huku alikuwa anaona kabisa kwamba mwalimu huyu hata nguo ya ndani hakuwa amevaa. Mapaja kwa nyuma yalikuwa yanaonekana kuzidi kumtia Jackson wazimu. Mwalimu Eustace kama vile alikuwa anajua kile ambacho Jackson kinamtokea. Alipiga hatua kadhaa mpaka pale kwenye mkeka ambapo kulikuwa na taa ya kandiri. Akainama na kisha kuchukua ile taa iliyokuwa inatumia mafuta ya taa, bila kujali kinachomkuta mtoto wa watu huku nyuma, hasa mara baada ya ile kanga kupanda kwa juu kabisa wakati anainama kuchukua ile taa. Mwalimu Eustace anapoinuka akiwa na taa mkononi, anamtazama Jackson na kumwona alikuwa ametoa macho ya mshangao. Mdomo wake ulikuwa wazi, ulikuwa na karibia kudondosha mate ya uchu, na dudu ilikuwa imesimama mara mbili ya pale ambapo ilikuwa imesimama mwanzo, kwa maana kwamba sasa ilikuwa imetazama juu na sio mbele tena. Madam Eustace anashindwa kabisa kumtazama Jackson usoni. Anatazama pembeni na huku alikuwa anatabasamu, na hata anapomfikia Jackson anamkuta bado alikuwa ametoa macho ya mshangao vile vile. Utapofuka macho ya mtoto, shauri yako. Alikuwa anazungumza vile tu Mwalimu Eustace katika moyo wake, na huku alikuwa anaongoza kuingia chumbani. Jackson naye sasa anafuata nyuma, akiwa anatarajia kukuta vitanda viwili vidogo ama hata kitanda kimoja kikubwa huko chumbani. Lakini sasa Jackson anashangaa sana kuona kwamba mle chumbani kulikuwa na kitanda kimoja tu tena kidogo, ambacho kilikuwa na umbo la wastani, yani kilikuwa ni futi 4 kwa 6. Hata hivyo hakuwa na shaka sana, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba kwa yeye pamoja na mwalimu hakiwezi kabisa kutokea kitu chochote zaidi ya kulala usiku kucha tu basi, na huku akiwa amesimamisha mnazi wake vile vile. Jackson akiwa amesimama pale chumbani anamwona Mwalimu Eustace alikuwa anazima taa na kisha anapanda kitandani. Panda kitandani basi Jackson. Kwani huo ni kwamba muda umekwenda sana, tunatakiwa kulala jamani.
Alikuwa anazungumza bila Madam Yusta kwa sauti ya kunong'ona, sauti ambayo kusema kweli kabisa ilimsisimua kijana wetu Jackson, ambaye alipanda kitandani mara moja kama ambavyo alikuwa ameambiwa. Akajilaza kama ambavyo alikuwa amelala Madam Yusta, kwa maana kwamba walikuwa wanatazama katika upande mmoja, na kabla hajakaa sawa akaona Mwalimu Yusta alikuwa anamfunika shuka ambalo mwanzo alikuwa nadhani ya kwamba kila mtu atakuwa na shuka lake, lakini kumbe wote walikuwa wanatakiwa kujifunika shuka moja. Maana ile Jackson analidaka lile shuka na kuliweka vizuri katika mwili wake, akagundua kwamba yuko ndani ya shuka moja na Mwalimu Yusta. Lakini kama hiyo haitoshi, baadhi ya viungo vyao pia vilikuwa vinagusana kabisa, na huko nusu ya mwili wa Mwalimu Yusta ulikuwa nje ya kanga ambayo sasa ilikuwa imetoka kifuani na kubakia katika eneo la kiunoni na kitumbuani pia. Hali hiyo inafanya Jackson asisimke zaidi kwa mgusano wake na Mwalimu Yusta, ambaye mwili wake ulikuwa na joto tamu kweli kweli, kama vile alikuwa ametoka kuota moto, kiasi kwamba Jackson alikuwa anahisi mishipa ya dudu ilikuwa inatanuka mpaka kama vile ilikuwa naumia. Kimya tu kinatawala kwa muda mfupi hapa chumbani. Ni kama vile Mwalimu Yusta ambaye alikuwa amedhamiria kupunguza upiru kwa kumtumia mtoto Jackson alikuwa anawaza namna gani ya kufanya, ama alikuwa anawaza kuanza kutimiza kile ambacho alikuwa amekusudia. Na aliyekuja kuvunja ukimya alikuwa ni Mwalimu Yusta mwenyewe. Vipi Jackson, imeshapoa au? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yusta kwa sauti ya kunong'ona, swali ambalo Jackson hakuwa na uhakika kama alikuwa anajua maana yake, kwa sababu wakati anajiuliza ajibu kitu gani ama akae kimya, akastokea mkono wa madamu wake ulikuwa na shika dudu yake ambayo bado ilikuwa ndani ya bukta vile vile, ambayo bado ilikuwa ndani ya bukta imesimama kweli kweli na kumfanya Jackson azidi kusisimka. Kumbe bado imesimama. Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta, na huku alikuwa anaipapasa dudu ya mwanafunzi wake taratibu juu ya bukta nyepesi, kitendo ambacho kinachukua dakika moja nzima, na huku Mwalimu Yusta alikuwa anaanza kupumulia puani na tena pumzi nzito kuonyesha kwamba alikuwa anaitamani hiyo dudu. Jackson, naona inazidi kuwa kubwa. Umenitamani Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yusta, na huku alikuwa anaingiza mkono wake kwenye bukta ya Jackson na kuishika dudu yenyewe sasa, ambayo inajaa katika mkono wake mwalimu huyu mdogo kama ambavyo alikuwa ametegemea. Jackson anachekea tu kicheko cha chini chini kwa aibu, na huku alikuwa anausikilizia mkono wa mwalimu wake ulikuwa unaendelea kuchezea mwiko wake taratibu, na hali ya mwalimu huyu ilikuwa inaanza kuwa ngumu kwa sababu alikuwa anahemea na pumzi nzito sasa. Mwalimu Yusta anaendelea kuchezea dudu tu kwa dakika chache mbele, huku na yeye alikuwa anakosa pia utulivu. Jackson, hivi nikisema kwamba nikupatie utaweza kweli kutunza siri? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yusta kwa sauti ambayo ilikuwa imeelemewa kabisa na hamu, na huku alikuwa anaushika mkono mmoja wa Jackson na alikuwa anausogeza kifuani kwake akimwelekezea achezee chuchu zake kifuani. Ndiyo madam, nitaweza kutunza siri. Kwa mara ya kwanza kabisa Jackson kifaru naye anajibu kwa sauti ya kunong'ona, na huku alikuwa anaanza kuchezea chuchu za mwalimu wake ambazo zilikuwa zimetengeneza mwiba juu ya matiti mazuri yenye joto sentigredi ya 48. Lile jibu ambalo alikuwa ametoa Jackson ni kama vile lilimmaliza kila kitu, kwa sababu Jackson alishtukia mikono laini ya Mwalimu Yusta ilikuwa na shusha bukta yake kwa haraka, na huku mwalimu naye alikuwa nakiondoa kile kipande cha kanga katika mwili wake. Haya, njoo sasa kwa juu. Ilisikika tena sauti ya Mwalimu Yusta alikuwa anazungumza vile. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa na usikivu wa kunong'ona, na ilikuwa imeelemewa na wingi wa pumzi nzito, na huku alikuwa anamshika Jackson na kumvutia kwa juu yake. Yeye alikuwa amelala chali na kutazama juu, uchi wa mnyama kabisa, kwa maana kwamba hata kufuli hakuwa amevaa kabisa Madam Yusta. Jackson anajilegeza na kisha kupanda juu ya mwalimu wake ambaye alikuwa amelala chali na kutanua miguu yake, akifanya dudu ya Jackson iliyosimama iguse katika eneo la mapaja karibia kabisa na mlango wa kitumbua. Haya, ingiza basi ndizi yako Jackson. Alikuwa anazungumza pale Madam Yusta kwa sauti ya chini kabisa, na hapo Jackson ambaye licha kutokuwahi kufanya mapenzi hata mara moja, lakini alikuwa anajua ni kitu gani ambacho alikuwa anatakiwa kufanya,
kwa sababu alikamata dudu yake na kisha kupeleka kwenye kitumbua cha mwalimu wake ambaye alisaidia kwa kuzidi kutanua miguu yake na kuinua kiuno chake pia. Kwa mara ya kwanza kabisa Jackson kifaru analengesha dudu kwenye kitumbua cha mwalimu Yusta, na ile dudu inagusa kitumbua tu. Mwalimu Yusta anakishika kwa nguvu kiuno cha Jackson na kisha kukikandamiza kwake. Hapo Jackson anaona dudu yake ilikuwa inateleza ndani ya kitumbua cha mwalimu Yusta ambacho kilikuwa kimelowana ute, na huku mwalimu Yusta mwenyewe alikuwa anaanza kuzungusha kiuno chake taratibu, na huku alikuwa amekibana kiuno cha mtoto wa watu. Mchezo unachezwa kwa dakika kama 5 hivi. Lakini sasa kwa bahati mbaya mwiko unachomoka kutoka kwenye chungu. Ingiza tena Jackson, anazungumza baada mwalimu Yusta, na huku alikuwa anatanua miguu yake vizuri kumpatia urahisi mtoto huyu kuweka dudu lake kwenye kitumbua. Lakini sasa ile Jackson anashika dudu ili kusudi aingize tena, anashtuka na kutoa mkono wake haraka. Mwalimu, mbona sasa kama umechafuka mlenda? Kwani ule usahau hapa kitandani? Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ndizi kwa mlenda. Mwalimu, mbona sasa kama umechafuka mlenda? Kwani ule usahau hapa kitandani? Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao, na huku alikuwa anapeleka mkono wake kwenye dudu yake ambalo lilikuwa limelowana kwa ute. Lakini mwalimu Yusta hakumpatia kabisa hiyo nafasi. Ingiza bwana Jackson, huo mlenda si umekuja kwa ajili ya hiyo ndizi yako? Kwa sasa hapa ni ndizi kwa mlenda. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Yusta, na huku alikuwa anashika ndizi ya Jackson yeye mwenyewe na kisha kuingiza kwenye kitumbua chake ambacho sasa kilikuwa na bakuli la mlenda. Kazi ilikuwa inaendelea tu, na kila mtu alikuwa anasikia utamu na msisimko kutokana na uwezo wake. Jackson ambaye ndiyo kwanza alikuwa na karibia barehe, alisikia kile ambacho alikuwa anasikia, hasa joto la kitumbua cha mwalimu wake Yusta kilikuwa kinampatia raha sana, iliyomfanya amini kwamba wakubwa walikuwa na faidi. Madam Yusta yeye ndio ilikuwa ni hatari zaidi, kwa sababu alikuwa na usikilizia utamu tu kiasi kwamba alikuwa anasahau kwamba alikuwa anapewa dudu na wanafunzi wake wa darasa la 6 tu. Jackson, hebu niambie basi kama unasikia raha. Nishike basi na maziwa. Nishika na maziwa Jackson. Mwenzako anaona ndizi yako tamu sana. Alikuwa anasikika Madam Yusta alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya kunong'ona. Jackson alizungumza kwamba mlenda ulikuwa ni mtamu, na alikuwa anazungumza kwa kufuata maelekezo ya mwalimu wake. Tamu kama nini Jackson? Hebu niambie basi tamu kama nini? Alikuwa anauliza vile mwalimu Yusta, na huku alikuwa anaendelea kuzungusha kiuno chake kama feni bovu. Ni tamu kama pipi madam. Tamu kama pipi. Alikuwa anajibu vile Jackson, na huku alikuwa anaendelea kupeleka mbele na kurudisha nyuma, na huku alikuwa ajiweka alikuwa anajibu vile Jackson, na huku alikuwa anaendelea kupeleka mbele na kurudisha nyuma, na huku akiwa hajui kabisa hatima ya utamu ule itakuwa ni gani. Basi kila siku nitakuwa nakupatia unifanye Jackson, sawa? Usifanye na mtu mwingine yeyote ule, na usimwambie mtu yeyote kwamba mimi nimekupatia, sawa? Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta ambaye katika siku aliyowahi kufaidi dudu, basi usiku wa leo alikuwa amefaidi maradufu, kwa sababu ilikuwa ni yeye tu na nguvu zake basi. Maana alifanya kweli kweli, na hata alipochoka alipumzika kidogo na kurudia tena kwa mara ya pili. Alifanya mpaka alipotaka kupumzika tena, na alipotaka kurudia tena kwa mara ya 4, ndipo sasa alipomuona mtoto wa watu Jackson alikuwa amepitiwa na usingizi, japo dudu yake bado ilikuwa inaonekana kwamba ilikuwa imesimama hata kwenye usingizi.
Siku ya pili, Madam Yusta aliamshwa na mwanga wa jua uliopenya kupitia kwenye dirisha. Dirisha hilo lilikuwa limezibwa na vipande vya mbao pamoja na upande wa kitenge ambao ulikuwa unatumika kama pazia, huku yeye mwenyewe alikuwa ni mtupu kama alivyozaliwa pale juu ya kitanda. Alipotazama pembeni hakumwona kabisa Jackson. Mwalimu Yusta alianza kuingiwa na wasiwasi ambao unamkosesha amani, kwa sababu alikuwa anahisi kwamba huenda Jackson alikuwa ameondoka zake akiwa hajapenda kabisa kile ambacho alikuwa amefanya jana usiku. Mwalimu Yusta anatazama saa yake, anaona kwamba tayari ilikuwa imeshatimia saa 2 za asubuhi, na ukweli ilikuwa sio kawaida yake kuchelewa kabisa kuamka kama hivi. Nimefanya kitu gani sasa mimi jamani? Hivi ndio kusema kwamba kweli kabisa nilishindwa kuvumilia? Alikuwa anawaza pale tu Madam Yusta, na huku alikuwa anachukua upande wa kanga pembeni yake na kujifunga kifuani, na kisha anatoka nje. Mwalimu Yusta anapofika sebuleni anaona mkeka ulikuwa umekunjwa vizuri kabisa, na sebuleni palikuwa pamefagiliwa vizuri. Hata vyombo alivyotumia jana usiku pia vilikuwa vimeoshwa vizuri kabisa. Anapofika nje anaona uwanja ulikuwa umefagiliwa vizuri, kitu ambacho mara nyingi huwa anawatumia wanafunzi wa kike kufanya, lakini leo hata hakuwaita kuja kufanya. Mwalimu Yusta anapotazama katika upande wa jikoni, anaona kulikuwa na moshi ulikuwa unafuka. Hata alipochungulia ndani akamwona Jackson alikuwa anakoleza moto. Mwalimu Yusta akajikuta alikuwa anaacha tabasamu pana. Maskini mtoto wa watu. Na kumbe aliwahi kuamka kwa ajili ya kufanya usafi pamoja na kuasha jiko. Alikuwa anajisemea vile tu Mwalimu Yusta, na huku alikuwa anamtazama Jackson ambaye muda huu alikuwa anahangaika kupuliza moto wake. Alafu si kama niona kabisa nilivyolala uchi jamani leo. Alikuwa anazidi kuanza vile tu Mwalimu Yusta, na huku alikuwa anamtazama kijana huyu mdogo ambaye alikuwa amevaa kaptura ya jinsi pamoja na t-shirt nyekundu. Lakini kusema kweli kabisa mtoto ameniweza leo. Yaani amenifanya mpaka nimelala kama mlevi. Maana mimi sio mtu wa kuamka saa 2 asubuhi. Siku zote saa 11 mpaka saa 12 nimeshaamka. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Yusta, ambaye sasa alikuwa anapiga hatua kuingia jikoni, ambako ile anagusa tu mlango. Jackson naye akatambua kwamba mwalimu wake alikuwa amefika, kwa sababu aligeuka na kisha kumtazama. Shikamoo mwalimu. Alikuwa anasalimia vile Jackson kwa adabu, na huku alikuwa anakopesha macho yake akiwa anashindwa kabisa kumtazama huyu mwalimu wake, ambaye sio tu kufanya naye kile ambacho alikuwa amefanya nyakati za usiku, lakini kilichomfanya Jackson aone aibu zaidi ni hali ambayo alikuwa amemwona nayo kitandani asubuhi. Jackson, tukiwa wenyewe kama hivi usiniamkie sawa? Alikuwa anazungumza vile Mwalimu Yusta, ambaye aibu yake ilipungua kidogo kwa kuona kwamba Jackson alikuwa amezidiwa na aibu maradufu. Jackson anakubali kwamba sawa, ambaye sasa anageukia jiko na kisha kuanza kupuliza moto. Jamani Jackson, sasa si ungeacha tu nifanye mimi mwenyewe? Hivi haujachoka kweli Jack? Anauliza vile swali Mwalimu Yusta kwa sauti ya chini iliyokuwa inabembeleza. Ungesema kwamba yuko na mwanaume mkubwa hivi, lakini kumbe alikuwa pamoja na kijana mdogo tu wa miaka 14. Sisi kule nyumbani watoto ndio huwa tunafanya kazi asubuhi. Alikuwa anajibu vile Jackson kwa sauti ya kitoto, na huku alikuwa anaanza tena kupuliza moto. Safari hii moto ukalipuka na kupamba kwenye kuni. Lakini huko umesema nyumbani kwenu, na sio hapa kwangu, sawa Jack? Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta, na huku alikuwa anarejea ndani anachukua sufuria kwa ajili ya kuchemsha chai pamoja na kupasha kiporosha wali ambacho jana usiku kilibakia ili kusudi waweze kunywa chai. Nusu saa baadaye wawili hawa walikuwa wanakula juu ya mkeka pale sebuleni, na huko muda mwingi walikuwa kimya tu. Kila mtu alikuwa anafikiria kile ambacho kilitokea jana kati yao. Hata hivyo Mwalimu Yusta ndio alikuwa wa kwanza kabisa kuvunja ukimya. Jackson, hivi jana usiku na wewe ulikuwa nasikia utamu pia au? Alikuwa anauliza pale swali Madam Yusta kwa sauti ya chini iliyoambatana na tabasamu lililojaa aibu. Jackson naye akaitikia kwa kichwa kwamba ndio,
na huku alikuwa anaacha tabasamu lililokuwa na aibu. Kwa sasa nikikuambia kwamba tufanye tena utafanya, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu Yusta. Wakati huo walikuwa anamalizia kunywa chai. Jackson anaitikia kwa kichwa kukubali kwamba kama akimwambia wafanye tena basi atafanya kama tu atapewa. Basi sawa, tangulia chumbani. Mimi namalizia kutoa vyombo hapa kwenye mkeka alafu nakuja. Alikuwa anazungumza vile Madam Yusta kwa sauti ya chini ambayo ni kama vile ilikuwa imeshaanza kuhamasika kwa matamanio ya kupata ndizi kwenye bakuli lake la mlenda. Na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa penzi hili la ajabu kati ya mwanafunzi na mwalimu wake. Penzi ambalo naweza kusema kwamba lilikuwa linamnufaisha mtu mmoja tu, yani Madam Yusta, ambaye alikuwa na uhakika wa kupata dudu mpaka pale ambapo anakata kiu yake. Wakati Jackson yeye alikuwa anaambulia raha tu ya mtekenyo wa jito kwenye dudu yake, maana Jackson hakuwa anaweza kabisa kufika mwisho wa safari kwa sababu bado alikuwa hajabarehe na wala alikuwa hajawahi kabisa kumwaga wazungu. Basi Madam Yusta angefaidi dudu hata kwa masaa mawili, ndipo angelala fofofo, na angelala huko Jackson akiwa bado tu amesimama vile vile akihitaji mchezo uendelee. Siku ya tatu, yani siku ya Jumapili, mida ya saa 12 za jioni, Madam Yusta akiwa amevalia gauni jepesi la kulalia, amejifunga kanga kiunoni, yuko jikoni anapika wali na samaki kama ilivyokuwa kawaida yake. Mida hii Jackson alikuwa ameenda kwenye mpira, na kwamba wakati wakirejea basi achukue sare zake za shule huko nyumbani ili kusudi kesho atoke hapa nyumbani kwa mwalimu akienda shule. Mara ghafla Madam Yusta akasikia mvumo wa vyuma sambamba na misugano ya breki za baiskeli zilikuwa zinalalamika kwenye eneo la uwanja wa nyumba yake, yani pale ambapo alikuwa anaishi. Hiyo ilimstua sana kwa sababu alikuwa anahisi kwamba alikuwa na utambua ujio ule. Mwalimu Yusta anageuza shingo kumtazama mgeni. Anamwona mwalimu Jofu ambaye ndiye alikuwa ni mkuu wa shule, na alikuwa juu ya baiskeli ambayo ilikuwa imebeba mizigo yake kibao, ikiwemo mifuko ya rambo ambayo ilikuwa imetenganishwa. Karibu mwalimu. Shikamoo. Anasalimia vile Madam Yusta, na huku alikuwa anainuka kutokea kwenye kigoda ambacho alikuwa amekalia. Marhaba mwalimu Yusta. Habari za siku 2-3. Anaitikia vile mwalimu mkuu Njovu ambaye macho yake yanatua kwenye usawa wa kifua cha Madam Yusta ambacho kilikuwa kimebeba maziwa ya wastani yaliyotuna vizuri kabisa na chuchu za kuchongoka kama zilivyokuwa zinaonekana ndani ya gauni jepesi la kulalia. Hali inakuwa tete kwa mwalimu Njovu ambaye mida hii ndio alikuwa anarejea kutokea mjini ambako alikuwa amekwenda Ijumaa jioni. Hata nyumbani kwake alikuwa hajapitia bado. Huko mjini bwana, naweza kusema kwamba ni raha tu, na kama ungekwenda kama ambavyo nilikuambia basi ungefaidi sana. Alikuwa anazungumza vile mzee Njovu, na huko alikuwa anachagua mifuko ya rambo ambayo alikuwa imejaa vizuri na kisha akaishusha kwenye baiskeli. Yusta alikuwa kimya tu bila kujibu kitu. Zaidi alikuwa anatabasamu tu, na huku moyoni alikuwa anajisemea kwamba ungejua mwenzako nilivyofaidi huko basi usingesema. Hivyo ndivyo alikuwa anajisemea mwalimu Yusta, ambaye sasa alikuwa anasubiri muda ufike mwanafunzi wake aje kutokea mazoezini na kisha wakinukisha kama kawaida. Sasa madam, mimi sio mkaaji sana hapa. Nimekupitishia tu iki chakula kidogo basi utakipika. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Njovu, na huku alikuwa anampatia mwalimu Yusta ule mfuko. Asante sana mwalimu. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Yusta, na huku alikuwa anapokea ule mfuko ambao haukuwa unabebeka kwa urahisi. Usijali kabisa Yusta, hauna haja hata ya kunishukuru. Mtoto mzuri kabisa kama wewe unatakiwa kupewa vitu vizuri. Alikuwa anazungumza vile mwalimu Njovu, na huku alikuwa anapiga pedali za baiskeli na kisha kuondoka kuelekea upande wa nyumbani kwake, ambapo ni nyumba ya 4 kutokea pale, ukihesabia nyumba kutokea ile ambayo mwalimu Yusta alikuwa anaishi. Mwalimu Yusta anamsindikiza kwa macho mwalimu mkuu Njovu mpaka anapotoweka kabisa kwenye upeo wa macho yake, na kisha anafunua mfuko na kuchukulia ndani kuona ni kitu gani ambacho alikuwa amemletea, ambapo sasa anajikuta alikuwa na tabasamu, na huku alikuwa anatikisa kichwa kwa masikitiko. Huyu baba kusema kweli kabisa atakuwa na matatizo. Sasa anafanya haya yote ili kusudi iweje?
Ama ndo anadhani kwamba eti nitamwonea huruma? Alikuwa anajisemea vile tu Mwalimu Yusta, ambaye aliona vitu vingi sana ndani ya mfuko, kuanzia pakti za sukari, mchele, mchi wa sabuni, samaki wa kavu, mafuta ya kupikia pamoja na vitu vingine vingi tu vidogo vidogo. Majira ya saa 2 za usiku, Madam Yusta aliyejifunga upande mmoja tu wa kanga katika mwili wake, paja likiwa wazi kabisa, akiwa pamoja na Jackson kifaru aliyevalia bukta yake ile ile ya kulalia, walikuwa juu ya mkeka sasa wakiwa wanakula. Na mara wakasikia mtu alikuwa anabisha hodi. Na kusema ukweli kabisa, ilikuwa ni agharabu sana mtu kubisha hodi mida ya usiku kama hii. Wote wakajiuliza tu kwamba huyo mtu ambaye alikuwa anabisha hodi alikuwa ni nani? Nani? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Yusta kuelekezea kule mlangoni kwa sauti ambayo ilikuwa na tahadhari. Ni mimi hapa bwana. Mbona unakuwa na wasiwasi sana Yusta? Utadhani tupo kwenye nchi zenye vita kama Somalia bwana. Ilikuwa nasikika sauti nzito kabisa ya kiume iliyokuwa imejaa utani na masiara, sauti ambayo hawakutumia hata dakika moja kuitambua kwamba ilikuwa ni sauti ya nani. Walijua kabisa kwamba ilikuwa ni sauti ya mwalimu mkuu Bwana Njovu. Msikilizaji, hapa kilichoendelea tukutane nacho katika sehemu ijayo. Hiyo itakuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda. Mwalimu mkuu Njovu anakuja hapa nyumbani kwa Madam Yusta, ambapo kijana Jackson kifaru pia yuko hapa. Ni kitu gani ambacho kilitokea usiku wa leo? Tukutane katika sehemu ijayo.